Sekta ya mafuta na gesi nchini Nigeria imekumbwa na mjadala mkubwa baada ya bilionea mashuhuri barani Afrika Aliko Dangote kumtuhumu kiongozi wa juu wa serikali kwa madai ya ufisadi, hali iliyopelekea kujiuzulu kwake. Mtuhumiwa mkuu katika sakata hili ni Farouk Ahmed, aliyekuwa mtendaji mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa mafuta. Dangote alidai kuwa Ahmed alijihusisha na vitendo vya rushwa, matumizi mabaya ya madaraka na kuishi maisha yasiyoendana na kipato chake kama mtumishi wa umma. Kupitia malalamiko rasmi, Dangote aliwasilisha tuhuma hizo kwa taasisi ya kupambana na rushwa, akitaka uchunguzi wa kina ufanyike. Moja ya mifano iliyotajwa na Dangote kuunga mkono madai yake ni kile alichokiita matumizi makubwa ya fedha kwa elimu ya watoto wa Ahmed nje ya nchi. Alidai kuwa aligharamia masomo ya watoto wake katika shule za gharama kubwa nchini Switzerland, pamoja na elimu ya juu kwa kiasi cha mamilioni ya dola za Marekani kwa kipindi cha miaka kadhaa. Tuhuma hizi ziliibuka wakati kukiwa na mvutano kati ya Dangote Group na mamlaka za udhibiti, hasa kuhusu uendeshaji wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote ambacho ni kikubwa zaidi barani Afrika. Dangote amekuwa akikosoa kile anachodai ni vikwazo vya kikanuni na maslahi binafsi yanayokwamisha mageuzi ya sekta ya nishati. Licha ya kujiuzulu kwa Farouk Ahmed, amekanusha tuhuma zote na kusisitiza kuwa yuko tayari kushirikiana na uchunguzi wowote wa kisheria.